Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Wa Iran wanasema kwamba sasa wataanza kufanya mashambulizi kupitia vyanzo vya mashambulizi. Iran imeendelea kulani uchokozi wa kihalifu unaofanywa na Marekani, lakini wakati huu wanatoa taarifa ya msingi wakisema kwamba maeneo muhimu ambayo yatashambuliwa kwa wakati huu ni yale ambayo ndiyo chanzo cha mashambulizi ya kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelani vikali jinai na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Iran katika saa 24 zilizopita. Wizara hiyo imetoa taarifa Jumapili usiku ikiyataja mashambulizi ya Marekani kuwa ni ya kikatili na ni ukiukwaji wa wazi wa hati ya Umoja wa Mataifa, hasa kifungu cha pili kifungu kidogo cha 4 cha hati hiyo. Na wakati huu inaonya kwamba mashambulizi hayo sio tu yanatishia amani na usalama wa kimataifa, lakini pia yamevuruga juhudi za miezi kadhaa za kupunguza mivutano na kurejesha utulivu kote Asia Magharibi. Taarifa hiyo imesema kuwa siku 25 tu baada ya kusainiwa makubaliano ya kusitisha vita, utawala wa Marekani umekiuka wazi katika kila kipengele cha makubaliano hayo, na kwamba vikosi vya Marekani vimelenga kwa makusudi miundombinu ya usafiri ya Iran, boti za uvuvi, meli za mizigo na vifaa na majengo ya hali ya hewa, na kufanya baadhi ya uhalifu mbaya zaidi wa kivita. Sasa ni nini ambacho kinaendelea? Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake imesema kwamba sasa maeneo muhimu ambayo yatalengwa ni kupitia maeneo ambayo Marekani inayatumia katika kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran imewaonya washirika katika eneo la Ghuba ikisema kwamba nchi yoyote ambayo inahusika na kuisaidia Marekani, ardhi yake, anga yake, basi wakati huu itakuwa ni halali kwa taifa hilo la Iran. Hatua za jeshi la Marekani za kutumia ardhi na zana zinazomilikiwa na nchi za Kiarabu katika pwani ya kusini mwa Ghuba ya Uajemi imeyageuza mataifa hayo kuwa viwanja vya vita na vya kijinai dhidi ya Iran, na hiki ndicho ambacho kinaenda kutokea wakati huu. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC lilikuwa likishambulia katika baadhi ya maeneo, hasa ngome za kijeshi. Lakini Jamhuri hiyo ya Kiislamu kupitia jeshi lake linadai kwamba maeneo mengi ya jeshi la Marekani yamekwisha, lakini bado kuna maeneo ambayo yanatumiwa na Marekani katika kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Sasa maeneo hayo yatakuwa ni halali, na maeneo hayo mengi ni maeneo ambayo yapo chini ya mamlaka ya mataifa ya Ghuba, na kwamba si katika zile kambi za Marekani, kwa sababu kambi nyingi zimeshaharibiwa katika eneo hilo la Ghuba. Sasa kitakachokuja kutokea ikiwa mataifa hayo ya Ghuba yataendelea kuiruhusu Marekani kutumia kambi zake, kitakachokuja kutokea ni kwamba kambi zote za nchi za Ghuba zitashambuliwa. Huu ndio msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sasa. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imesisitiza tena azma ya kutetea mamlaka na ardhi ya Iran dhidi ya uchokozi wa Marekani na mchokozi mwingine yoyote. Wizara yake ya mambo ya kigeni imetoa onyo kali dhidi ya ushiriki au ushirikiano wa aina yoyote na wachokozi, ikizikumbusha nchi jirani kuhusu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa katika kuzuia ardhi na zana zao kutumiwa kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Iran. Mamlaka nchini Iran imesisitiza kwamba vyanzo na asili ya uchokozi wowote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vitakuwa ni shabaha halali za mashambulizi ya kujihami na vikosi vya jeshi la Iran. Wizara ya Mambo ya Nje pia imefichua kampeni ya uongo inayoendelea kufanywa na Marekani na kueneza taarifa zisizokuwa sahihi zinazolenga kupotosha ukweli na kuhalalisha uhalifu wake, ikieleza masikitiko yake kuhusu msimamo usiojenga na Sekretariat ya Umoja wa Mataifa kuhusu uvunjaji wa sheria za wazi za Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imemtaka Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutimiza majukumu yao kuhusu uvunjifu wa amani na usalama wa kimataifa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Tutakufahamisha kwa mapana.